Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta ninayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu ya kukufunza namna ya kumiliki jini la pesa. Nakuletea elimu ya kukuelekeza ambavyo utafanya ili uweze kumiliki jini la mali, na maanisha jini la utajiri. Ni elimu ipi ambayo nakuletea hapa? Je, unahitaji kumiliki jini Maimun, binti Debak, binti Khafif, binti Abu Noah, umiliki mamilioni ya fedha, ujaze begi? Je, unahitaji kumiliki jini Yusuf aliyesilimu toka enzi za Mtume, anaishi katika mji wa Madina katika wilaya ya Musaibin, umiliki mamilioni ya fedha, uondokane na ufukara? Au unahitaji kumiliki jini Zubea, jini mtoa mali, jini mwenye kutoa utajiri mkubwa sana? Au mmiliki jini Obero, mtoto wa mzee Chime? Au unahitaji kumiliki jini Muhairat, mtoto wa mzee Obero, mjukuu wa mzee Chime, ili uweze kumiliki utajiri mkubwa sana, umiliki fedha, umiliki mali, uondokane na ufukara? Je, unahitaji kumiliki jini Humadha, jini mwenye vichwa vitatu? Katika mkono wake wa kushoto ameshikilia upanga mkali sana, na katika mkono wake wa kulia ameshikilia dunia, jini mwenye kutoa mali, jini ambaye anatoa mali na utajiri kwa muda mfupi sana. Kama unavyoniona hapa, Daktari Musa, begi langu limejaa fedha, na wewe unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha. Wache kudharaulika kwa ndugu, kwa marafiki, kwa mke, kwa mume, na katika jamii iliyokuzunguka. Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kama unahitaji kumiliki jini la pesa, na maanisha jini la utajiri, kitu cha kwanza, kabla hujaanza kuita kiumbe, lazima ufunge ndani ya siku 7 na uswali swala 5 kama wewe ni Muislamu. Ujitengeneze nafsi yako iwe katika roho za watu watakatifu, na usishiriki tendo la ndoa na mpenzi uliye naye ndani ya siku 7. Kisha utatafuta chumba ambacho kitakuwa ni chumba chako maalum kwa ajili ya kumuita kiumbe wako, na maanisha uweze kumuita jini wako ni mtarajia. Hicho chumba kipake rangi nyeupe, na hicho chumba kikisha kisiwe na mwanga wa aina yoyote, sawa Na pia katika chumba chako hakikisha ya kwamba usiwe na picha ya aina yoyote, na kama ulikuwa na picha ukutani, basi zitoe zile picha. Na katika madirisha uliokuwa nayo, basi ile madirisha yafunge, na maana madirisha yawe ni yenye giza. Ikiwezekana basi unaweza ukatafuta singboard ukagonga kabisa, au zile pazia zako ukazigeuza kukawa na mazingira ni yenye giza. Kitu cha pili cha kuzingatia ili uweze kumiliki kiumbe, na maanisha jini la pesa, binadamu wote duniani tunaongozwa na asili 4 tu. Asili ya kwanza ni moto, na asili ya pili ni udongo, na asili ya tatu ni upepo, na asili ya 4 ni maji. Na pia binadamu wote duniani
Tunaongozwa pia na mlolongo wa nyota 12. Na kila binadamu pia taarifa za maisha yake yote zipo katika ubao wa maktaba wa Lauhi Mahfudh. Lauhi Mahfudh ni maktaba ambayo ina kila aina ya taarifa ya binadamu. Ina kila aina ya taarifa ya maisha yako yote, kuanzia ukiwa hai mpaka kifo chako. Lazima ujitambue wewe ni nani na ulikuja duniani kwa ajili ya nini, na kazi gani ambazo uliumbiwa na Mola wetu mlezi, na ukizifanya basi utakuwa mtu wa mafanikio. Na lazima pia utambue rangi zako za bahati ni zipi. Kama unahitajika kumiliki pete, basi unatakiwa umiliki pete ya aina gani, pete yenye madini gani, na pete yenye rangi gani. Ukishakuwa fahamu rangi zako za bahati na ukazijua vizuri, basi kitu cha tatu cha kuzingatia cha kufanya, itakulazimu ukanunue pete ambayo yenye madini original. Kwa wewe ambaye unahitaji kumiliki kiumbe jini la pesa, au kuliita jini la pesa ulimiliki, uwe mtu wa mafanikio, uondokane na maisha ya dhiki na maisha ya ufukara. Baada ya kutambua rangi zako za bahati ni zipi, basi utaenda kununua pete inayoendana na ufalme wa nyota yako. Aidha pete 2, aidha pete 1, lakini pete hiyo iwe ni pete original yenye madini original. Kisha kuwa umenunua pete 1, utaenda kununua kioo kidogo tu, kile kioo cha kujitazama. Utanunua kioo kimoja pia, na pia utanunua aina ya mishumaa ya aina 3. Utanunua mshumaa mweupe mmoja, na pia utanunua mshumaa mweusi mshumaa mmoja, na pia utanunua mshumaa mwekundu mshumaa mmoja. Baada ya kukamilisha vitu ambavyo nimekuelekeza, cha kwanza uwe na pete yenye kuendana na nyota yako yenye madini original. Pia ununue mishumaa ya aina 3, na pia utafute sahani nyeupe, sahani ya mfupa. Utaelekea moja kwa moja mpaka katika chumba chako ambacho utatakiwa ufanye nyiradi zako za kuita jini lako la pesa ili liweze kuja. Baada ya kufika katika chumba chako, basi itakulazimu uchukue kile kioo ukiegemeze katika ukuta ya chumba chako kile ambacho utafanyia riadha ya kuita kiumbe. Kisha utachukua ile sahani ya mfupa nyeupe, utaiweka pale mbele ya kioo ulipokiegemeza, na utachukua pete yako ambayo yenye kuendana na ufalme wa nyota yako. Kama ni ruby, basi utaweka pete yako ya ruby nyekundu pale. Kama ni blue sapphire, basi utaiweka pale katika ile sahani. Kama ni Suleiman Haqiq, utaiweka katika ile sahani. Kama ni pete ya Feruz, basi utaiweka katika ile sahani. Kama ni Garnet Stone, utaiweka katika hiyo sahani. Kama ni Moonstone, kama ni Tanzanite, kama ni Diamond Stone, basi utaziweka katika ile sahani yako. Kwa utaangalia ufalme wako unaendana na pete aina gani katika hayo madini, maana madini yapo mengi sana. Ukishakuwa umeweka hiyo pete,
utawasha mshumaa wako wa kwanza, utawasha mshumaa mweupe. Ambako umeweka kwa ndani yake pete. Utawasha huo mshumaa. Mshumaa mweupe utakusaidia kwa ajili ya kuisafisha nafsi yako zaidi na zaidi, kukuandaa kiroho. Yani kwamba wewe ni mtu wa amani na unahitaji kuita jini lenye amani. Sawa? Ina maana nafsi yako itaenda kutakasika, kwamba moyo wako ni mweupe. Kwa unahitaji kuita kiumbe chenye amani. Baada ya hapo utachukua mshumaa mweusi. Mshumaa wa pili pia utauwasha pale katika sahani yako. Mshumaa mweusi utakuwakilisha ni ulimwengu wa kiza. Yani kwamba unahitaji kuita kiumbe katika ulimwengu wa kiza. Sawa. Na mshumaa mwekundu pia utauchukua, ule wa tatu pia utauwasha pale katika sahani yako. Itawakilisha kiumbe ambaye unahitaji kumuita, kwa sababu majini asili yao ni moto. Na majini wameumbwa kwa moto. Kwa utapowasha ule mshumaa mwekundu, basi tafsiri yake ya kwamba unaukaribisha ufalme wa kimajini, au unamkaribisha jini wako aweze kuwa karibu na aweze kuwasili pale ulipo na aweze kuingia ndani ya pete yako. Baada ya kukamilisha kuiwasha mishumaa yako yote mitatu, mshumaa mweupe na mshumaa mweusi na mshumaa mwekundu, baada ya hapo utatafakari kwamba katika riadha yako unahitaji kumuita jini wa aina gani. Maana mafundisho haya yana uwezo kumuita jini yoyote ambayo nakuelekeza hapa, kama ni jini Obero, kama ni jini Maimun, kama ni jini Zubea, kama ni jini Mukhairati, kama ni jini Humadhwa. Utachagua jini ambayo wewe unafikiria kumuita katika akili yako. Baada kisha kuwa umepata jawabu kwamba mimi nahitaji nimuite jini fulani ndo aje anisaidie niweze kummiliki, itabidi katika kioo chako utachukua maka peni nyekundu au dhafarani nyekundu. Sawa na utatafakari, ninahitaji kuita kiumbe jini awe wa kike au kiumbe jini wa kiume. Kama unahitaji kuita jini la kiume, utaandika katika kioo chako pale kupitia dhafarani ama maka peni nyekundu. Kama unahitaji kuita jini la kiume, utaandika Mukshina. Na kama utahitaji kuita kiumbe, na maanisha jini la kike, utaandika Vamir. Na kama unahitaji kuita jini la kike, basi utaandika hivyo Vamir. Na kisha katika kile kioo kwa chini, baada kisha kuwa umeandika chaguzi la jini ambao unahitaji kumuita, aidha Mukshina jini wa kiume, aidha Vamir jini wa kike, kwa chini yake katika kioo utaandika Allah Hamal Jini. Kisha utaandika katika kioo chako tena kwa chini pale ulipoandika Allah Hamal Jini, kwa chini yake tena utaandika Al-Aman. Maana ya kuandika hivi ni kwamba unahitaji amani, yani jini ambalo unaliita basi lije kwa amani, na umeliita kwa wema, hujaliita kwa shari.
Kwa chini tena pale ulipoandika Al-Allah Hamal Jinn, utaandika tena Al-Aman. Kisha utaangalia kwamba unahitaji kumuita jini gani, au utamtaja jini ambaye unahitaji kumuita. Kama ni jini Maimun, utamuita mara 7 Maimun binti Debak binti Hafifu binti Abu Noah. Au kama unahitaji kumuita jini Yusuf, jini aliyesilimu katika enzi za Mtume, anayeishi katika mji wa Madina katika wilaya ya Musaibin, basi utamuita mara 7 jini Yusuf. Au almaarufu kama jini Mure, utamuita mara 7, ni jini Yusuf huyo huyo. Au kama utahitaji kumuita jini Obero, basi utamuita mara 7. Au kama utahitaji kumuita jini Zubea, utamuita mara 7. Au kama utahitaji kumuita jini wa kike, jini Mukhairat, pia utamuita mara 7. Na kama utahitaji kumuita jini Humadha, ni jini wa kiume, jini huyu ni jini mwenye vichwa vitatu. Katika mkono wake wa kulia ameshikilia upanga mkali sana, na katika mkono wake wa kushoto ameshikilia dunia. Jini mwenye kutoa mali na utajiri mkubwa sana, na jini huyu ukimuita mara nyingi huwa anapenda kutokea chini ya ardhi. Kama unahitaji kumiliki kiongozi wa majini kutoka katika falme ya bahari, jini Mard, jini huyu ili uweze kumuita na umiliki jini wa fedha, mwenye uhusiano mzuri na binadamu, mwenye kupenda amani na hasa sisi binadamu, unachotakiwa kukifanya, utachukua makapeni yako au dhafarani, katika kile kioo chako pale kwa mbele utaandika Majir Al-Amar. Utaandika Majir Al-Amar. Kama unahitaji kumiliki jini Ifrit, jini huyu ni mkorofi kidogo, amezungumziwa paka katika vitabu vya dini. Jini Ifrit, ili uweze kumiliki, akupe mali na utajiri, itabidi katika kioo chako utatumia dhafarani au makapen. Utaandika Flamar Al-Amar. Utaandika Flamar Al-Amar kama unahitaji kumiliki jini Ifrit. Kama utahitaji kumiliki jini Gul, jini huyu Gul ni jini ambaye anajibadilisha maumbo ya aina yoyote. Ana uwezo kujibadilisha kuwa mbwa, anaweza kujibadilisha kuwa paka, ana uwezo pia wa kujibadilisha kuwa binadamu, ana uwezo kujibadilisha kuwa mbuzi, ng'ombe. Basi ili uweze kumuita na kummiliki, itabidi uandike Sul Al-Amar. Katika kioo chako utaandika Sul Al-Amar. Na kama utahitaji kumiliki jini Sira, jini huyu ni mrahisi sana ukimuita. Ni jini mpole, ni jini ambaye ni rahisi pia unapomuita ukafanya naye mazungumzo na akaondoka. Basi utaandika katika kioo chako, kama unahitaji kumiliki jini Sira, utaandika Shamar Al-Amar. Utaandika Shamar Al-Amar katika kioo chako. Dalili ya kuamini kwamba jini wako tayari ameshawasili katika chumba chako, utaona utulivu utatawala ghafla
na hali ya hewa utaona kama inabadilika hivi. Unaweza ukapata dalili ya kichwa kuuma, maumivu ya kichwa makali sana, hasa kwa yule mtu ambaye ana marohani kichwani. Na kama una marohani kichwani, unaweza ukaona dalili ya kuingiwa na hofu katika moyo wako. Yaani mapigo ya moyo yanaenda kasi, yanaenda mbio ghafla tu, na utaanza kushikwa kama na hali fulani hivi ya uoga. Au unaweza ukaona ile mishumaa yako ikawa kama inacheza, au inaweza kazima kabisa. Au unaweza ukaona ardhi inazunguka, yani inapinduka juu chini. Au unaweza ukashikia vishindo vya sauti nene au sauti nyembamba. Ina maana hapo tayari jini wako amesha wasili. Kuna viumbe wa majini, kama utafata hiyo kanuni ambayo nimekuelekeza ya kufanya kuita, kuna majini wengine huwa wanakuja live, macho kwa macho, unamuona huyu hapa. Na kuna majini wengine wanakuja katika ishara hizo, hutomuona lakini utapata hizo ishara za hizo dalili za mapigo ya moyo kwenda kasi, kichwa kuuma, kuona ardhi inazunguka, kuona ghafla au vishindo, unasikia sauti nyembamba au nene, basi jua jini huyo amefanya nini? Amewasili. Baada ya kiumbe wako kutokeza, utamwambia, ewe kiumbe wa Mwenyezi Mungu, uliumbwa na Mola wetu mlezi, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, kwa idhini ya Allah, naomba unisaidie mimi fukara, ninedhalilika kwa ndugu katika jamii, kwa marafiki, kutokana na dimbwi la umaskini na ufukara niliokuwa nao katika maisha yangu. Naomba unistiri mimi fulani bini fulani. Ninaahidi kuwa mwaminifu kwako, nitakuwa rafiki mwema kwako, nitakuwa ndugu mwema kwako, na nakuahidi kila baada ya mwaka nitakuchinjia mbuzi, au kila baada ya mwaka nitakuchinjia kuku, au kila baada ya mwaka nitakuchinjia ng'ombe 5, au kila baada ya mwaka nitakupatia kafara ya mbuzi mmoja au kondoo kadhaa. Baada ya kumpa ahadi kiumbe wako na mkakubaliana, atakupa masharti yake, mtayazungumza kwamba siku ukihitaji kumuita utatumia njia gani na ufanye nini, utatengeneza cycle gani kulingana na ukubwa na nguvu alikuwa nayo. Pentagon yako utaitengenezaje ile cycle, na cycle yako utaitengenezaje. Na pia utapokuwa unahitaji kumuita kiumbe, ina maana pete yako ndio itakuwa funguo yako baina yako wewe na yeye, kwa ajili ya mawasiliano. Kama unavyoona simu, kwa ajili ya kuonana unapokuwa na shida ya dharura, unapokuwa na mazungumzo baina yako wewe na yeye, unahitaji kustiri akusaidie. Kama utahitaji fedha, utahitaji vitu vingine ambavyo vitakusaidia katika jamii ya kuzunguka, kitu cha kufanya, utainenea pete yako maneno unapohitaji kulala. Kama unahitaji kuonana na kiumbe wako, utaitilia maneno, utainenea vile ambavyo unahitaji wewe. Ukimaliza, unapolala utaiweka michagoni pale unapoekeza kichwa chako, na ukishakuwa milala, basi yule jini wako uliyemkusudia kwa uwezo wa Allah na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakuja. Mara nyingi majini wanapenda kuja katika njia ya njozi na kuzungumza na wewe. Akikuona kama wewe ni mwoga sana na hujamzoea,
basi atakuwa anakuja katika mfumo wa njia ya njozi, sawa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Kwa hiyo atakapokuzoea basi atakuelekeza pia namna ya kufanya. Unajua majini hawaonekani katika jicho la nyama, ni kama unavyomuona binadamu. Majini hawaonekani katika jicho la nyama kama ambavyo upepo hauonekani. Kwa hiyo jini ameumbwa kwa moto. Sasa utakapohitaji kuwa naye karibu zaidi na zaidi, kutokana na power na nguvu ulikuwa nayo, basi lazima utakuwa unatumia kutengeneza cycle. Kwa siku za mwanzoni, kwa ambavyo nimekuelekeza namna ya kufanya, atakuja, lakini atakuja katika njia ya wema na hataweza kukudhuru kama utazingatia taratibu zote ambazo nimekuelekeza. Lakini wakati mwingine, baada ya wewe mmefanya makubaliano na mkapeana mkataba, basi itabidi unatengeneza cycle ya kwako wewe ya kuzungumza naye na cycle ya jini wako atakapokuwa anakuja. Lakini kwa mwanzoni atakuwa anakuja kwa njia za njozi. Mtakapozoeana na utakapomzoea kumuona kwa sura yake ambavyo alivyo, basi atakuwa anakutokea live popote pale utapokuwa unamhitaji. Ile pete utaitumia kama ndio ufunguo baina yako wewe na yeye. Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajaza begi kama hivi Daktari Musa ambavyo nimejaza begi hapa. Daktari Musa nilikubaliana na kiumbe wangu kila baada ya mwaka nitampatia kafara ya mbuzi 4 na kondoo 3. Na kama unavyoona hapa Daktari Musa, mbuzi hao unawaona nimewachinja kama unavyoona hapa. Hii ni kafara yangu mimi, baina yangu mimi na kiumbe wangu. Kila mwaka nitakuwa namfanyia hivi, na kwa idhini ya Allah na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nitakapokuwa na mhitaji, basi atanifanikishia kile ambacho nakihitaji inshallah. Na wewe kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama hivi, umiliki mamilioni ya fedha, uweze kujaza umiliki mamilioni ya fedha kama hivi, ujaze begi inshallah biidhnillah. Unahitaji kumiliki jini la mali, unahitaji kumuita jini Maimun binti Debak, binti Khafif, binti Abu Noah. Unahitaji kumuita jini Yusuf, jini Mure, au unahitaji kumuita jini Obero, au unahitaji kumuita jini Mukhairat. Tahadhari, kama unahitaji kumiliki kiumbe jini la mali, jini la utajiri, na kabla hujaanza kuita kiumbe, zingatia mambo haya ya msingi sana. Na kama utashindwa kuzingatia mambo haya, basi utakapohitaji kuita kiumbe au utakapohitaji kuita jini ili aweze kukupa mali na utajiri, basi hakika utakapokuja kuita kiumbe, hatakuja jini mwema, atakuja jini ambaye yupo katika mamlaka ya kishetani. Wale majini watakatifu wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanafanya ibada, wanaoishi katika sheria ya Mwenyezi Mungu, hutoweza kuwapata kama hutozingatia kanuni. Na kanuni zenyewe ziko hivi: kama wewe ni Muislamu, unahitaji kumiliki jini la mali na la utajiri, basi lazima ujikurubishe kwa Mola wako mlezi, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, na uamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuzaa wala hakuzaliwa na wala hana mshirika. Na Mwenyezi Mungu ndio aliyeumba malaika, aliyeumba majini,
aliyeumba binadamu, aliyeumba ardhi, aliyeumba mbingu. Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa na wala hafananishwi na kitu chochote. Sawa Kwa hiyo utakapojenga imani hiyo, itabidi pia utapokuwa unahitaji kuita kiumbe kwa siku zako za mwanzoni, basi lazima uitengeneze imani yako, uwe mcha Mungu, unatenda matendo mema yenye kumpendeza Muumba wako. Sawa Kama ni Muislamu, hakikisha unaswali swala 5 kwa ajili ya kuitengeneza nafsi yako na imani yako, na ishi katika njia yenye misingi yenye kumpendeza Muumba wako. Na unapohitaji kuita jini, hakikisha unaswali swala 5 katika maisha yako yote kama unahitaji kumuita jini mwema. Baada ya hapo, hakikisha katika wiki ambayo unaamini kabisa wiki hii inahitaji nipe riadha ya kuita kiumbe jini, jini wa kheri, jini wa mali, jini wa utajiri, hakikisha usile vitu vinavyotokana na roho. Kwa mfano, nyama ya aina yote usile, aidha nyama ya ng'ombe, ya mbuzi. Usile vitu vinavyotokana na roho, samaki, usinywe maziwa, usitumie pia aina ya mayai. Sawa Na kisha baada ya kuzingatia mambo hayo, ili utakapoita kiumbe basi aje kiumbe mwema, asije akakuomba kafara ya binadamu, kafara ya ndugu, ili aweze kukusaidia. Ina maana ukizingatia masharti hayo, ina maana tayari utakuwa umetengeneza nafsi yako kiimani zaidi na kiroho. Kama unasumbuka na changamoto mbalimbali za kimaisha, una mitihani, unasumbuka na ufukara, unapitia majaribu katika ndoa yako, baina yako wewe na mke uliye naye au mume uliye naye, kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kuna dawa za mivuto ya biashara, na kuna dawa pia za mivuto ya mapenzi, na kuna dawa za kusafisha nyota yako, na kuna dawa za kupandisha nyota yako, na kuna dawa za kufanya upendwe kila kona ya dunia utakayopita. Na pia kama unahitaji kumiliki pete za majini, pete zenye kuvuta mali na utajiri, pete ambazo zilizofanywa kafara za wanyama mbalimbali, ili uwe mtu wa mafanikio kupitia kile unachokifanya, au unahitaji kumiliki pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari, kama una ndoto ya kumiliki gari, wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana kapita, au baba kapita, au mdada kapita. Ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua, usisite kunitafuta Dr. Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu hapo chini katika mkono wako wa kulia lililoandikwa subscribe, na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Pia ni vyema ukashare video hii na ndugu pamoja na marafiki, habari hii pia zikawafikia. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.